yaliyoandikwa inakuwa wazi katika mioyo yetu, tupate ufahamu wa kutosha kwa ajili ya kazi nzuri uliyoianzisha ndani yetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kupokea. Amen. So nafikiria tunaendelea, Judy, tumeendaenda huko nyuma na pia notes ziko. Pia ni bidii. Nataka kujifunza kutokea nyuma, tafuta mwalimu. Niambie ni wapi unataka create muda. Alafu mimi niko kwa ajili ya kuonyesha nini tumejifunza nyuma, ama hata mmoja wetu angalia notes zake kama anaandika vizuri, still bado zitatusaidia. So tumetoka mbali. Tulianzaje watu wa Mungu kwenye tulianzia? Hebu tachako mambo tulijifunza nyuma ndio ajue wapi tumetokea. Tulianza na kabisa. Tulianzaje? Maneno ya awali ilikuwa na ufuatiliaji. Maneno ya awali ambayo ndani yake ilikuwa na ufuatiliaji. Wakati mtu anahubiriwa injili hawachi tu. Mtu anahubiriwa injili alafu anafuatiliwa, make sure kwamba anajifunza vizuri. Alafu tukakuja utangulizi. Alafu tukatoka kwa utangulizi tukakuja kwa msingi wa wokovu. Tukakuja kwa injili ya Kristo ni nini? Injili ya Kristo ni nini? Je, kuna nafasi ya matendo katika kuokolewa? Kuna nafasi ya matendo katika kuokolewa? Ndio tukaangalia, je, Mungu hesabu dhambi baada ya wokovu? Sasa tukajiuliza, tukawa tunajifunza, je, Mungu anahesabu dhambi baada ya wokovu? Tunaona mambo ya msingi yote. So leo tunajifunza kwamba mimi ni nani? Mimi ni nani? Ndio tuone wakati Biblia inasema tumeokolewa kwa neema. Ndio nini sasa? Ndio nini? Haya. Kwamba tumeokoka ni muhimu kujua sisi ni nani. Ya kwamba tumeokoka ni muhimu kujua sisi ni nani. Ya mtu akiokoka lazima ajue yeye ni nani. Watu wengi wameokoka lakini hawajijui, hata hawajielewi. Ni muhimu kujua wewe ni nani baada ya wokovu. Vinginevyo tutaishi maisha yetu katika ujinga. Ya kwamba tumeokoka ni muhimu kujua sisi ni nani. Vinginevyo tutaishi maisha yetu katika ujinga. Mtu ambaye haelewi yeye ni nani baada ya kuokoka ataishi maisha ya ujinga. Maisha ya ujinga unajua ni kufanya yani unakuta unafanya vitu nje ya yani uelewi kitu unachofanya. Ujinga. Unafanya kitu nje ya kufanya kitu sahihi yani. Ukiongea unaweza fikiria unajua lakini hujui. So ni kitu ni Biblia. Biblia inafundisha kwamba baada ya wokovu unahitaji kujua wewe ni nani. Filemoni 1:6 inasema ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. So Paulo ameandika kwa Filemoni. Ni barua ya Paulo. Ndio wengine usipochunga unaweza fikiria nyaraka ya Paulo mtume wa fulani, kumbe yeye tu kama Peter. Unajua inaweza kufikiria unasema waraka wa Paulo kwa Petro. Tunajua hawa mitume wa nyuma hawa usipochunga ama unasema waraka wa Paulo kwa Yakobo. Filemoni. So ndio anasema ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake katika ujuzi. Neno ujuzi pale, yani neno ujuzi ni epignosis. Ni ufahamu ambao hauna tosari. Ni ufahamu ambao unajitosheleza. Yani Paulo anamaanisha kwamba ujuzi manake, yani huyu mtu awe na ufahamu wa kila kitu chema
ndani yake, ndani ya Kristo. So anapotumia neno ujuzi, kikiriki chake ni epignosis, anamaanisha kwamba yani uwe na ukamilifu full, uwe na uelewa kamili usio punguki, yani ufahamu usio yani haupunguki chochote. Yani unaelewa exactly, unajua kwa ukamilifu. So akitumia neno ujuzi ambao ni epignosis, ukiangalia maana ya epignosis unakundua kwamba ni kujua bila tosari, ni kujua. Jamaa wanakelele. So sasa naona hivyo ni vizuri. Sasa tunapaswa kuwa na ufahamu sahihi wa kila kitu chema ndani yetu katika Kristo. Tunapaswa kuwa na ufahamu sahihi wa kila kitu chema ndani yetu katika Kristo. Tunapaswa, yani kila mwamini, hii ni wajibu wa kila mwamini. Kila mwamini anapaswa kuwa na ufahamu. Kila mwamini anapaswa kuwa na ufahamu sahihi wa kila kitu chema ndani yake katika Kristo Yesu. Maana watu wameokoka lakini hawajui nini, walipokea nini katika wokovu. Tunapaswa kuwa na ufahamu sahihi wa kila kitu chema ndani yetu katika Kristo. Kwa hiyo ni muhimu kwanza kujua tulichopokea katika wokovu. Kumbukeni somo letu ni mimi ni nani? Mimi ni nani? Ni kama swali. Mimi ni nani? So tunapaswa kuwa na ufahamu sahihi wa kila kitu chema ndani yetu katika Kristo, na hii inatokana kwa Filemoni 1:6. So kwa hiyo ni muhimu kwanza kujua tulipokea nini katika wokovu. Maana watu wengi wameokoka lakini hawajui walipokea nini. Lakini wanasema mimi nimeokoka, mimi nimeokoka, lakini hajui alipokea nini katika wokovu. So ni muhimu sana kujua ulichopokea katika wokovu. Huu ndio msingi wa maisha ya Kikristo. Huu ndio msingi wa maisha ya Kikristo. Ndio msingi ground. Hapo ndio mahali unasimamia kujua nilipokea nini katika wokovu. Si tu swala kusema niliokoka. Ni kujua nilipokea nini. Na ndio msingi. So msingi wenyewe wa maisha ya Kikristo ni kwamba nimeokolewa kupitia kile Mungu alifanya katika Kristo. Msingi wenyewe wa maisha ya Kikristo ni kwamba nimeokolewa kupitia kile Mungu alifanya katika Kristo. Kinyuma kidogo, nilisema kwamba ni muhimu mwamini aweze kujua alichopokea katika wokovu. Ni muhimu sana, na huo ndio msingi wa maisha ya Kristo, kujua kile ulichopokea. Lakini msingi wenyewe wa maisha ya Kikristo ni kwamba nimeokolewa kupitia kile Mungu alifanya katika Kristo. Kumbukeni nyuma, matendo yanahusika katika wokovu? No. So msingi, mali ninasimamia, mali inaweza kidefend. Wakati matendo yangu yamepunguka, Shetani anataka kunihukumu ama naanza kujihukumu, kufeel guilty. Nahitaji kurudi kuelewa kwamba niliokolewa kwa kila ambacho Mungu alifanya katika Kristo. Si kuokolewa kwa jitihada, si kujiokoa mwenyewe, si kuokoka kwa sababu nimeacha vitu fulani. Glory to God. So msingi wenyewe ni kwamba nimeokolewa kupitia kile Mungu alifanya nini katika Kristo Yesu. So ni muhimu kwetu kama waamini, kujua jinsi wokovu ulivyokuja. Ni muhimu kwetu kama waamini kujua jinsi wokovu ulivyokuja. Ni muhimu kwetu kama waamini, a believer. Ni muhimu kwetu kama waamini kujua jinsi wokovu ulikuja na kuhakikishiwa katika huo.
ni muhimu kwetu kama waamini kujua jinsi wokovu ulivyokuja na kuhakikishiwa katika huo. Yaani muhimu kama muamini kujua wokovu ulikujaje. Wokovu ulikujaje na kufanya nini? Kuhakikishiwa katika huo. Na kuhakikishiwa. So nimesema ni muhimu kwetu kama waamini kujua jinsi wokovu ulivyokuja na kuhakikishiwa katika huo. So wokovu sio kuhusu kile tulichofanya. Wokovu sio kuhusu kile tulichofanya. Wokovu sio kuhusu kile tulichofanya, bali ni kuhusu kile ambacho Mungu alifanya. Wokovu sio kuhusu kile tulichofanya, bali ni kuhusu kile ambacho Mungu alifanya. Wokovu sio kuhusu kile tulichofanya, bali ni kuhusu kile ambacho Mungu alifanya. Wokovu sio tulichotoa, bali tulichopokea. Wokovu sio tulichotoa, bali tulichopokea. Wokovu sio tulichotoa, bali tulichopokea. Kuna kitu nilisema Dusty kwamba kuna mahali tulisoma kwenye Matendo ya Mitume. Najua kwenye Matendo ya Mitume, siku Matendo ya Mitume. Kuna mahali nilisoma zilikuwa kwa Matthew kwenye wanafunzi, not wanafunzi. Nimekumbuka. Tulisoma kitabu cha Luke 24. Mahali fulani kwenye wale jamaa wale wanafunzi wenye walikuwa wanaenda Emmaus, wakati walikuwa wanasemesana, walikuwa wanasema hivi, walikuwa wanasema kwamba walikuwa wanazungumza kwamba vile watu wao Wayahudi wamemuua nani? Kristo. So nikawa nafundisha watu last day kwamba Yesu ni before au wanazungumza before ufike Luke 24, 26, 27, 28 kabla hapa nyuma. Nafikiri ni Luke 24:17 somewhere huko. So kwa sababu walikuwa Yesu tunaona alikuwa anatembea na wao. Wanasema sana vile ambavyo watu wao wamemuua Kristo. So Kristo mbeleni sasa 26 Kristo 25, 26, nataka 25, 26 and 7. So Yesu anawatokea anawaambia, enyi ninyi msiofahamu kitu kama hicho, ambao hamkuamini kila ambacho manabii walisema. So kumbuka, wanajadili kuhusu kila ambacho kwanza wametaja vizuri bila watu wao walimfanya nani. So walikuwa wanajadili kila ambacho mwanadamu alitoa. Mwanadamu alitoa mauti. Mwanadamu aliua, si ndio? Hao ndio walimuua Kristo. So Yesu anawaambia, enyi msiofahamu kila manabii walifanya nini? Walisema. Alafu 27 anazungumza kwamba manabii walizungumza kuhusu mateso na ufufuo wake na utukufu ambao ulikuwa utafuata. So wanaambiwa enyi msiofahamu. So tukaona kwamba wokovu hauko kwa kile mwanadamu alifanya. Wokovu uko kwa kile Mungu alifanya. So wakati tulikuwa na wafundisha Thursday nikamwambia kwamba tukapata maandiko yanasema kwamba Mungu alimfufua nani? Kristo kutoka kwa wafu. So kinachomwokoa mwanadamu ni kile Mungu alifanya. Mungu alifanya nini? Alimfufua Kristo kutoka kwa wafu. So ninaposema kwamba wokovu wokovu ni kile Mungu alifanya katika Kristo. Sio kuhusu kile tulichofanya, bali ni kuhusu kile ambacho Mungu alifanya. Wokovu sio tulichopokea. Yes. So wokovu si kile mwanadamu alifanya. Mwanadamu alitoa mauti. For example, hatuwezi kumwamini Yesu msalabani, maana nikasema kwamba Thursday watu wengine kwa swala la wokovu wanapicha
Haya, Sister Mili alikuwa wapi? Ulikuwa hapa? Sijakuwa, ndio nimekuja. Oh, karibu, hata nikaenda sana. Unaona? Tulikuwa tunasema kwamba wokovu last tulikuwa tunasema kwamba mwanadamu wamemsulubisha Kristo. Watu wengi kwenye swala la wokovu picha walio nayo ni ya Yesu akiwa wapi? Hapo hiyo ndio picha walio nayo kuhusiana na wokovu. Lakini Yesu msalabani hakuwa na uwezo wa kutuokoa bali. Si ni kweli? Hakuwa na huo uwezo. So Yesu msalabani mauti ya Yesu sio habari njema. Ndio nikauliza that day, mtu akiwawa, hiyo ni habari njema kweli? Hiyo ni habari mbaya. So hawa walikuwa wamekwama kwenye habari mbaya. Lakini habari njema iko kwamba huyu aliyesulubishwa, huyu aliyesikwa amefanya nini? Mungu amemfufua kutoka kwa wafu. Hiyo ndio tunaita nini? Habari njema. So kila Mungu alifanya hicho ndicho kinachompa mtu nini? Glory to God. So huwezi hubiri injili ukaishia kwa msalaba. Yesu msalabani. Injili inahubiriwa mpaka kupaa kwa Yesu Kristo na kuketi kwake mkono wa kuume wa Mungu Baba. Glory to God. So ni muhimu kwetu kama waamini kujua jinsi wokovu ulivyokuja na kuhakikishiwa katika huo. So wokovu sio kuhusu hiyo ndio tumesoma. So tusome Waefeso 2:5. Waefeso 2:5. Sitamiliwe itakubidi ruti uende, utakubidi ruti maana Sunday yuko naona itakubidi ruti kwenye uende kwa YouTube utaona mabila tunaendelea. Hiyo ndio ukatch up. So wewe unaendelea hapa tunajifunza sisi tunajifunza kwamba mimi ni nani. Leo tunajifunza mimi ni nani. So ndio tunaangalia kujua mimi ni nani. Waefeso 2:5. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Hapo nyuma nilisema sisi ni nani. Tunaposema tumeokolewa kwa neema, tunataka tuangalie. So tumeokolewa kwa neema si kwa kila sisi tumefanya, si ndio? Ni kwa kile Mungu amefanya nini? Amefanya katika Kristo Yesu. So anasema yani tumeokolewa kwa neema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Haleluya. So kwa njia nyingine katika ulimwengu wa roho ni wapi? Ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. So mbingu yetu ni wapi? Ndani ya Yesu. Glory to God. So sisi tuko mbinguni. Wapi? Ndani ya Kristo. Maana hakuna siku utasoma maandiko yanakuambia tuko mbinguni mahali kwingine hapa angani. Siku zote vile inakuelekeza kwamba tuko ndani ya Kristo. So huko ndio mbingu. Haya, je, Kristo yuko mbinguni? Je, Kristo yuko mbinguni? Wapi? Ndani yetu. Haleluya. So Kristo ni mbingu yetu na sisi ni mbingu ya Mungu. Haleluya. Sio imekaa sawa. Glory to God. So kwa hiyo wokovu ni kile Mungu alifanya katika Kristo na ndicho tulichopokea. Kwa hiyo wokovu ni kile Mungu alifanya katika Kristo na ndicho tulichopokea. Ndicho tulichopokea. Kwa hiyo wokovu ni kile Mungu alifanya katika Kristo na ndicho tulichopokea. Ndicho tulichopokea. So kupitia kile Yesu amefanya tumeokolewa kwa njia ya imani. Yaani kupitia kazi ya Yesu, kupitia kazi ya Kristo. Tumefanya nini? Tumeokolewa kwa njia ya imani. Kuamini kazi ya Kristo. Kuamini kazi ya utimilifu wa Yesu Kristo. So tumeokolewa kwa imani. So kazi ya Yesu Kristo inapokelewa kwa imani. Kazi ya Yesu Kristo inapokelewa kwa imani. Inapokelewa kwa imani. So wokovu ni kile ambacho Mungu alifanya katika Kristo Yesu na ndicho tulichopokea. So mtu akikuuliza umeokoka? Yes.
Umeokokaje? Nimepokea kila ambacho Mungu alifanya katika Kristo Yesu. Mungu alifanya nini katika Kristo Yesu? Alimfufua kutoka. Maana wanadamu walifanya nini? Walimsulubisha, walimuua. Lakini kazi ya Mungu ilikuwa ni nini? So tukauliza swali Thursday, je, Mungu ndiye alimuua Kristo? Mungu ndiye alimuua Kristo? Siko tu wazi kwamba wanadamu ndio walimuua. Ana mtu akikuuliza shetani ndiye alimuua Kristo na maji. So huyu katika harakati za kwenda kuhubiri, watu wanaweza kuambia kulingana vile unanieleza, mimi naona si watu walimuua, mimi naona ni shetani alimuua. Lakini sasa ukisema ni shetani, obviously hautakuwa na ushahidi wa maandiko. Ndio kitu nafaa ujue. Maana Biblia iko wazi. Nyinyi mlimuua mkuu wa ufalme sijui what. Petro amehubiri, huyo mliyemsulubisha, huyo mliyemuua. Unaona iko wazi. Ni wanadamu walifanya nini? Walimuua. So kazi ya shetani ilikuwa nini wakati? Hata Biblia inasema. Kazi ya shetani ilikuwa nini? Wakati Yesu yuko duniani, kazi ya shetani ilikuwa nini? Mtu ajaribu. Kazi ya shetani. Yesu akiwa duniani, kazi ya shetani ilikuwa nini? Alifanya kazi gani? Nikutondolee chipo kidogo. Anaitwa Mungu wa dunia hii. So kazi yake ilikuwa nini? Yaani nawapea chipo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Kupofusha fikra za watu wasifanye nini? Wasiamini Injili ama wasipokee nuru. Alafu pia tunaona Yesu anasema John chapter 3 verse 16 kuendelea. Inasema nuru imekuja, watu wakapenda nini? Giza. So ni nani alikuwa nyuma ya watu wakinifluence watu wasikubali nuru? Yaani kuna kitu nimesema hapa, katika ulimwengu wa roho kuna malaika, kuna viumbe mara mbili. Mungu aliumba viumbe once. So hivi viumbe, kuna viumbe ambavyo vilitamani nafasi ya mwanadamu kwamba vitumikiwe. So hivi viumbe katika hali ya kutamani, uovu kaingia. So ndio hapo Lucifer akiwa malaika wa nuru akaanguka. So akawa shetani. So kuanguka akainuka shetani. So shetani huyu, kumbuka kuna malaika ambao walikuwa wanamsikiliza. So walimfuata. So wote ni fallen angels. So tukapaki na malaika wa nuru waliopaki pande ya Mungu na malaika waliofanya nini? Walioasi. So hawakuasi kwamba wamemkosea Mungu. Waliasi kwamba wanatamani cheo. So makosa yao ilitokea kwa hao, maana malaika waliumbiwa. Malaika hawakuwa juu. Malaika walikuwa duniani kwa ajili ya kuwasamehe watumikia wanadamu. Hiyo ndio kazi yao. Sasa hivi viumbe, wakati ambavyo hivi viumbe viliasi, kila kilifanyika niki. Wakati ukisoma Biblia ukifanya study, wakati wa Babeli kulikuwa hakukuwa na mataifa mengi. Yaani tuseme watu walikuwa kimoja. Lakini hao watu kwa sababu wamemkataa Mungu, wakati wa Babeli kulikuwa na mataifa. Bila sema kulikuwa na mataifa 70 nations. So wakati ambapo hawa malaika waliasi, walikawa yani Mungu haya mataifa, kwa sababu mataifa 70, kwa sababu mataifa wakati ule hawamwabudu Mungu akaachilia hizi miungu zikawa sina zikakawanywa kwenye yale mataifa 70. Ndio mataifa imekuja ikiongezeka. So hii miungu ikawa ina rule mataifa, jamii za watu, makabila ya watu. So hii miungu ikawa badala ishawishi watu wamwabudu Mungu Yawe, Mungu wa kweli, Mungu aliye juu, wakawa wanachukua ibada. Sasa wanajichukulia ibada, hao waabudiwe sasa. Unaona sasa? Hiyo ndio kazi ya hizi miungu. Ndio kazi ya malaika wanaitwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. So hiyo ndio kazi yao mpaka leo. Wanashawishi watu, wanachukua ibada kwa watu.
wameketi wanakaa kwenye sasa, for example kwenye jamii fulani, hao wanaenda wanakaa kwenye nafasi ya Mungu, wanakaa kama ndio Mungu, sasa wanaabudiwa. So Yesu akiwa duniani walikuwa hawa fallen angels, hawa miungu, hawa walioasi walikuwa wanashawishi watu, na ndio washawishi mtu. Tayari mtu amepewa nini? Joyce ya mwanadamu, shetani huwa aingilia. Kama vile Mungu hawezi ingilia nini? Joyce yako. So shetani anatumia ujinga wa mtu. Shetani anatumia maamuzi yako ili apate nafasi ya kuinfluence. Glory to God. So unakuta wakati wa Yesu alikuwa na, kwa sababu watu, Yesu anasema nuru imekuja, watu wakapenda giza. So ni watu, hajasema shetani ame-influence kwanza. Watu ndio wamefanya nini? Wamekataa nuru wenyewe, wamefanya maamuzi. Ndio unaona dhambi ni maamuzi ya mtu, si kushawishika. Haleluya. Wewe mwenyewe ndio unaamua mzima kwamba simtaki Mungu. Glory to God. So so tumeokolewa kwa njia ya nini? Ya neema kwa imani. So ni kwa kila ambacho Mungu alifanya nini? Alifanya. Glory to God. Waefeso 2:8. Waefeso 2:8. Waefeso 2:8. Waefeso 2:8. Kwa maana mumeokolewa kwa neema. So hiki tunaona neema. Kwa maana mumeokolewa kwa neema. Neema akiwa anamaanisha kwamba ni kitu kilichotolewa bure. Ni kitu usichokistahili. Ulistahili, yani hukustahili katika hicho cheo. Hukustahili kuokolewa. Maana wewe tayari umeanguka katika dhambi. So ulistahili ufe. So neema ni ulichopokea bure. Neema ni ulichopokea bure. Neema ni ulichopokea bure. Neema ni ulichopokea bure. Neema ufanyii kazi. Na pia neema inahusika specific kwa habari za wokovu. Unajua wakati mwingine watu wanachanganya wokovu nini neema na kazi. Umeenda umepata promotion unasema ni kwa neema ya Mungu. Promotion, neema ukifanya vizuri, neema iwe usidi tu kama hizo. Neema is specific kwa kuokolewa kwetu. Glory to God. Fanya study kutoka mwanzo. Neema hii kuhusu kazi. Unajua watu wengine hapa ukisema kwamba nimepata promotion kwa neema, unamaanisha huko unastahili hiyo promotion. Lakini unajua kabisa kuna watu wako hapa wanastahili promotion. Wakipimwa wanastahili. Kwani hamnielewi? Tumia mama. Kazi ambayo mama anafanya na mshahara ambao analipwa, anafaa alipwe sana. So akiongezwa mshahara alafu aseme ni kwa neema, neema haifanyi kazi baya. Kwa sababu kazi yenyewe anayoifanya ilistahili mshahara. Sio Joshua. Sasa hapo neema imetokea wapi? Ya alistahili kazi yenyewe anafanya ni stahili alipwe mshahara mzuri. So kama analipwa 18, kama analipwa 17, kama analipwa 17, anastahili alipwe 25 kuendelea. Sasa akilipwa 25, watu tunasema ni neema. Amepokea kila ambacho alikuwa anastahili. Bwana Yesu asifiwe. So neema ni kilichotolewa na Mungu kuhusiana na habari za wokovu. Hatukustahili katika hali ya wokovu, lakini tukapewa. Mungu akajitoa mwenyewe kufa, kutoa mwanawe afe kwa ajili ya nini? Ya dhambi zetu. Afe ili tufanye nini? Tupokee maisha ya milele. Glory to God. So usio ukiweka neema kila mara. Umesafiri ukafika vizuri unasema Bwana ni kwa neema tu. Si ukisafiri ulistahili ufike vizuri. Hiyo ni haki yako. Tena urudi vizuri. Sasa neema inaingilia wapi? Mtu anaposafiri driver anafaa awe mwangalifu anifikisha safari vizuri. Na ni haki yangu, nimelipa. Si ulilipa? Neema kuna kulipa kweli? Haya mama, kama mama atasema ni kwa neema, anafaa jue ni chasho lake amelipwa. Ni kwa neema hatutoi chasho, si ndio? Neema kwa wokovu hatutoi chasho, si kuomba wala si kuacha matendo. Ni kufanya nini? Ni kuhubiriwa na kupokea.
Glory to God. Mtu anaitishwa requirement ya academics, requirement. Sasa utasemaje neema? Vitu zako zimefanya. Wakati mtumishi wa Mungu atakuwa napokea kazi kwa serikali, tusianza kusema hii ni kwa neema tu. Tutakuwa tuna misuse neno hilo. Tunalitumia mahali ambapo hapa. Ni kama tu vile watu wanatumia dhambi kufunika barabara, kufunika vyakula, kujitakasa na nyinginezo. Damu, vile watu wanatumia neno damu ya Yesu kufanya hizo zote. Tunaona wana misuse, wanaitumia mahali ambapo hapastahili. So ndugu akipita, tunamshukuru Mungu kwamba amepokea kila ambacho ni cha alitamani na akaona anaweza wasitumikia kutumikia watu wao kwa ajili ya watu waone wapate faida, wapate kujua ni nini na nini. So amepokea. Na pia kupita pale, huwezi pita kama kuna vitu kadhaa una. Lazima ataangalia makaratasi wakati unaenda palo nini ndio muende kwa palo tunabidi. Hizo vitu zitaangaliwa. Masomo yako, umejifunzaje, una certificate gani, ufika form 4. Zani kama mtu wa chini ya form 4 na yeye si rahisi apita, si ndio? So kuna vitu wataangalia. So wakati atapita, tutasema ni neema, tutasema alistahili apite. Amestahili cheo hicho acha akalie. Haleluya. So kuanzia leo neema, usitumie vibaya neema kama vile tunavyotumia damu ya Yesu. Amen. Namba 9 anasema na kwa Efeso 2:8 kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Unaona anasema kwa njia ya imani. Akishaweka imani inamaanisha ni kuamini. Si matendo, ni imani. Unajua kama hajaweka imani angesema kama angesema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya matendo. Inamaanisha tunajitahidi, we struggle. So haitaitwa neema tena. Itaitwa ni mshahara. Kuna kazi tunafanya, tunapopewa wokovu inakuwa ndio mshahara tumepata. Glory to God. Lakini kwenye eneo la wokovu linakarimu Mungu mwenyewe. Si mshahara tunapata. Tunapewa kama kibawa. Tunapewa kama zawadi. Ni kitu ambacho hatukustahili. Tunastahilishwa sasa. Ndio sababu muamini amestahilishwa mbele za Mungu. Haleluya. Muamini amekamilishwa, spiritually amekamilika mbele za Mungu. Hana tosari katika roho. Glory to God. Sasa anasema ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Sasa anasema imani haikutokana na nini? Anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. So wokovu ni nini? Wokovu ni kipawa cha Mungu. Neema ni kipawa cha Mungu. Ni kitu tunapewa free. Ni zawadi. Namba 9, wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Sasa tunaona kwa matendo ni for example wakati Joshua atapita ana right ya kujisifu bado. Anaweza akasimama akasema naye campaign nilipika vizuri. Campaign naye obviously kweli ukachia sasa na hiyo campaign naye nilipika. Hiyo nayo. Hata watu wanakuja nakwambia naye friend, wewe ulipika campaign. Hiyo nayo ulipika kweli kweli. Maneno ulitoa wapi? Maana ulikuwa unapangilia maneno kweli kweli. Sasa anaacha kusifu, kujisifu bado. Ukipata kazi, hata mama akiongezwa mshahara, watu naomba aongezwe mshahara. Analo la kujisifia. Atasema kazi yangu nafanya kazi vizuri, imechochea pia nifanye nini? Niongezwe mshahara. Haleluya. Licha kuwa tunaomba, tuwezi omba mama aongezwe mshahara na kasini ni mvivu. Si ni kweli? Sasa tunaomba naye aweke bidii. Unaona? Still mshahara atafanya nini? Ataongezwa. Lakini hiyo sio nini? Si neema. Haleluya. Bana mzuri rais wetu. Kulala. Alipiga kampeni 7 good days. Anaenda mara 3. True. Yaani kwa wiki alikuwa anaenda kaunti kama hiyo kwa wiki. Maana alipoangalia akajua siku nzuri. Kubaya. Hawa watu wameungana. Mimi niko peke yangu. So ilipitia. Sasa anaweza analala kujisifia campaign nani? By the way nani alifanya kazi? Yeah. Lija kwa kuna kuomba lakini pia alifanya nini? For example, wacha tuseme unataka kupata faida kwa kazi ya biashara yako. So tutakuwa tunaomba ufanye kazi upate faida alafu kuamka ni late. Wakati mwingine unafungua, wakati mwingine ufungui, utapata faida. So hata tukiomba tuajana muujiza bali. Wewe ukipata huo muujiza umeonewa tu yani. Utakuwa tu umeonewa. Haistahili hata ustahili muujiza kwanza. Kwa sababu hata muujiza unafaa tuone bidii yako, si ndio? Yes, bidii.
So Paulo anaelezea ukweli kwamba wokovu si kwa matendo. Bila tumesoma hii mistari, Paulo anaelezea ukweli kwamba wokovu si kwa matendo. Na tulijiuliza kuna somo, kuna mfulizo, tukiendelea na mfulizo kuna subtopic tulijiuliza, je, matendo inahusishwa katika mambo ya wokovu ama katika kuokolewa? Tukaona hapana. So Paulo anaelezea ukweli kwamba wokovu si kwa matendo. Kwa mfano, mtu akifanya kazi analipwa. Kwanza hii wa Efeso tuliona kwamba anasema haikutokana ni kipawa cha Mungu. So kipawa, neno kipawa kwa hiyo Efeso 2:8, kipawa cha Mungu maana yake ni unapewa bure. Kama unajua sawati ufanyie kazi. So Paulo anaeleza kweli kabisa kwamba wokovu si kwa matendo bali ni kwa imani. Kwa mfano, mtu akifanya kazi analipwa mshahara au ujira. Mtu akifanya kazi analipwa mshahara au ujira. Unapewa mshahara ama ujira. Na huo mshahara au ujira sio sawati bali ni kile ulichofanyia kazi. Na pia hicho ndio nilikuwa najaribu kueleza hapa. Paulo anaelezea ukweli kwamba wokovu si kwa matendo. Kwa mfano, mtu akifanya kazi analipwa mshahara au ujira. Mtu analipwa mshahara au inaitwa mshahara au si pia inaitwa ujira. Inaitwa ujira bado. So na huo mshahara au ujira sio sawati bali ni kile alichofanyia nini? Kazi. Ni kile alichofanyia kazi. So hii mambo yetu ya huku duniani tunafanya kazi, tunaongezwa mishahara, promotion, naondoka kwa cheo hiki naenda kwa cheo hiki, hatuiti neema. Hiyo ni kazi. Tunakuwa tunalipwa sawa sawa na kazi zetu. Glory to God. So mtu anapopewa anachostahili sio sawati. Nimesema na huo mshahara au ujira sio sawati bali ni kile alichofanyia kazi. Na ni kweli kabisa. So mtu anapopewa anachostahili sio nini? Sawati. Sio sawati. Sio sawati. Kuna kitu nataka nijaribu kueleza hapa. Neema ni hali ile tumeokolewa. Yaani elewa, wanadamu tulikuwa tuna obvious mshahara wa dhambi ni mauti, si ndio? So neema inafanya kazi wapi? Kuokolewa. Unanipata? Neema inafanya kazi wapi? Katika wokovu. Ila hali ya kuokolewa. Na rehema. Kuna neema na rehema. Na rehema. Rehema inamaanisha kutopata ulichokuwa umestahili. Kutopata. So ulikuwa umestahili mauti. Nimesema neema inahusiana na wokovu. Rehema inatili na matokeo ya dhambi. Mshahara wa dhambi ni mauti. So rehema inashughulikia hilo eneo. So usikia Mungu amejaa neema na rehema. So wokovu na nini? Na matokeo ya dhambi na nini? Matokeo yake. So rehema ni kutopata ulichokuwa umestahili. Ya dhambi. Very good. Neno neema, neno rehema na huruma kitasema Mungu wa rehema the same na Mungu wa huruma, neno the same. Glory to God. So tulihurumiwa ili tusiingie wapi? Mauti. Glory to God. So tuliona kwamba kuna maneno kama kipawa cha Mungu. Kuna hilo neno anasema kipawa cha Mungu. Hiyo wa Efeso 2:8. Kuna neno kipawa cha Mungu. Kuna neno kipawa cha Mungu. Yanamaanisha kwamba wokovu sio kile tulichostahili, kwani hatukufanyia kazi. Anaposema
anapozungumza neno kwamba kuokolewa kwetu ni kwa neema, ambayo anasema ni kwa neema kwa njia ya imani ambayo haikutokana na nafsi zetu, sema ni kipawa cha Mungu. Maanake kipawa cha Mungu inamaanisha kwamba wokovu sio kile tulichostahili. Wokovu si kile tulichostahili, kwani hatukufanyia kazi. Unaelewa, wokovu ni mpango wa Mungu kutoka mwanzo. Mwanadamu hajui kuomba kuhusu wokovu, hakuitisha na nini. Na ndio sababu nafikiri Mungu ni mzuri sana na kitu ndio hiki. Ndio sababu tunapewa, Mungu anamsukuma Musa alete mfano wa Adam. Mungu analeta Musa ili aanze na Adam. Na Adam amekataa mpango wa Mungu. So Adam alikataa neema. Si ni kweli? Adam alikataa neema. Adam amekataa neema ya Mungu. So neema ya Mungu tukitaka kujua kwamba ni mwanzo Mungu alikuwa nayo, ni mpango wa Mungu toka mwanzo. Ndio tunaona baada ya Adamu na mkewe kukataa, Mungu hakufanya nini? Hakuchoka. Aliendelea kuwatafuta watu. Bwana Yesu asifiwe. So kipawa cha Mungu manake ni kitu ulikuwa hujastahili. Kitu ambacho ulikuwa hujastahili, lakini unapewa bure. Glory to God. 2 Timothy chapter 1:9. 2 Timothy chapter 1:9. 2 Timothy chapter 1:9, ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadri ya matendo yetu sisi. Unaona, si kwa kadri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadri ya makusudi yake yeye na neema yake. So neema ya Mungu ni makusudi ya nani? Ya Mungu. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Anaposema neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele, anamaanisha nini? Anamaanisha neema ilikuweko tangu mwanzo. Kwa pamoja. So Yesu Kristo alikuweko tangu lini? Tangu mwanzo. Akiitwa mwana wa kondoo, ndio aliyechinjwa. Haleluya. Alikuweko. Kuna mahali anasema nikaona mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. So neema, mtu asiwahi kusema kwamba kwa sababu Mungu aliona mwanadamu